Na karibu tuweze kuziangazia taarifa muhimu kuhusu Red Devils Manchester United siku ya leo, na tunakwenda kuangazia taarifa muhimu sana kutoka kwa mwandishi wa Team Talk. Huyu si mwingine ni Alex Cook ambaye anatuambia jambo muhimu kuhusu eneo la kiungo ya Manchester United. Alex anatuambia kuna sajili tatu kubwa zinakuja kufanyika. Lakini kabla tujaenda kuangalia mengi kutoka kwa Alex Cook na taarifa muhimu ya kiungo, nikukumbushe kuna usafiri rahisi wa haraka na wa bei za kizalendo, bei nafuu. Usi mwingine ni usafiri wa kurequesti kupitia mtandaoni ambao unafahamika kama Twende Ride. Nenda App Store, nenda Play Store, ka download application yao na utapata usafiri wa urahisi kabisa wakati huu ambako mafuta yamepanda bei. Sasa hawa wananipeleka mimi kokote kule mjini, na twende tukapate taarifa kutoka kwa Alex Cook ambaye anatupa taarifa nyingi za muhimu kuhusu Devils. Inaelezwa kwamba Manchester wana mpango wa kusajili viungo watatu kuelekea dirisha kubwa la usajili, lakini viungo hawa sio gharama kubwa kama ambavyo taarifa nyingi zimekuwa zikieleza. Manchester hawatakuwa tayari kulipa kuanzia paundi milioni 80 kwenda juu. Wanataka viungo ambao ni wa kati na kati, wa bei nzuri lakini wenye ubora kiwanjani. Na moja kati ya vitu ambavyo vimenishangaza au ni taarifa ambayo imepewa nafasi pia ni kwamba sasa Manchester itaachana na mpango wa kwenda kumsajili Mwitaliano Sandro Tonali kutoka Newcastle United, ambaye ilikuwa inaelezwa anapatikana kwa dau la paundi milioni 80 kwenda mpaka labda 110 kwa mujibu wa taarifa nyingi zilizokuwepo, na Newcastle watakuwa tayari kumwachia kwa dau kubwa zaidi, hawatakuwa tayari kumwachia kwa dau dogo. So Manchester wanaachana kabisa na mpango wa Sandro Tonali. Sasa kwa mujibu wa Alex Cook, anasema viungo watatu ambao wanaangaziwa zaidi ni kati ya hawa viungo watano ambao gharama yao si kubwa. Kiungo kutoka West Ham United, Mreno Matheus Fernandes ndiye mtu ambaye amekuwa anatajwa zaidi kwa siku za hivi karibuni, na akipigiwa chapuo kwamba ndiye kiungo ambaye anaweza kuja kuisaidia Manchester United, na nimeona watu wengi wakisema ni moja kati ya viungo bora. Alifanya performance nzuri sana katika mchezo wa Arsenal na West Ham United. Matheus anasifika kwa kuwa na ubora wa kuweza kucreate nafasi nyingi zaidi kwenye uwanja, lakini ana composure kubwa, na ni kiungo ambaye inatajwa na thamani ya paundi milioni 50 mpaka 55, na kama klabu yake West Ham itashuka basi huenda akauzwa kwa dau la paundi milioni 40 peke yake, kitu ambacho huenda kikawa ni rahisi kwa United kuweza kumsajili. Msimu huu amecheza michezo 34, amefunga magoli 3, amepata assist 3, ana kadi za njano 7. Ni moja kati ya viungo ambao wana uwezo mzuri na tayari amekwisha kuprove katika ligi ya England. Kwa hiyo Manchester wanatajwa kwamba kwa mujibu wa taarifa ya Alex Cook anaweza kusajiliwa na Manchester, sababu ni dau, ubora wake na uzoefu kwenye ligi, na watu wengi wa Manchester wanamuona kwamba ni kiungo ambaye ana nafasi ya kukua zaidi akiwa na umri wa miaka 22. Huyu ni kiungo namba 1, lakini kiungo namba 2 ambaye anatajwa zaidi kwamba huenda akasajiliwa kutokana na thamani, ubora wake pamoja na uzoefu wa ligi ni Alex Scott kutoka kwenye klabu ya FC Bournemouth. Huyu ni kiungo mwingine ambaye thamani yake si kubwa sana kama kina Sandro Tonali, kama kina Baleba na wengine wengi. Thamani yake inatajwa ni paundi milioni 50 ili FC Bournemouth iweze kumruhusu. Ni moja kati ya viungo ambao wamekuwa na wakati bora sana. FC Bournemouth amefanya vizuri sana kwenye ligi na tayari ana uzoefu na ligi ya England. Moja kati ya vigezo vya Manchester kuangalia uzoefu wa ligi, basi Alex Scott hiki ni kigezo ambacho anacho kwa uzuri. Season hii amecheza michezo 36 kwenye klabu yake ya Bournemouth, akifunga magoli 3, amefanya assist mara 1, na yeye pia ana kadi 7 za njano kama ambavyo ilivyo kwa Matheus Fernandes. Kwa hiyo huyu ni kiungo mwingine na thamani yake hiyo ya paundi milioni 50 ambayo wanaweza Manchester wakampata angalau kwa 45 mpaka 40 kama Manchester wanaweza kufanikisha dili hili la kumleta kiungo huyu raia wa Uingereza ambaye ana nafasi kubwa pia ya kuitumikia timu ya taifa ya England kwenye michuano ijayo ya kombe la dunia, kwa sababu amekuwa na wakati bora kwenye ligi ya England. Huyu ni kiungo namba 2 ambaye Alex Cook anatuambia huenda akapatikana kwa gharama hii nafuu ya paundi milioni 40 mpaka 50, na Manchester wamekuwa wakimwangazia. Ni moja kati ya viungo ambao wako kwenye rada ya United. Kiungo mwingine ambaye anatajwa namba 3 ni kiungo wa Kibrazil. Huyu ni kiungo ambaye amekuwa akizungumzwa tangu season iliyopita kwamba huenda akasajiliwa na Manchester, na kumekuwa na taarifa kadhaa kwamba kumekwisha kufikiwa makubaliano ya kumsajili kiungo huyu. Huyu si mwingine ni kiungo Ederson kutoka kwenye klabu ya Atalanta ya pale nchini Italia.
Ederson msimu uliopita alikuwa anahusishwa sana na Manchester na ameendelea kuhusishwa, na safari anatuambia kwamba tayari Manchester imekwisha kumalizana na kambi ya Ederson kwa mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendelea kufanyika. Sasa inaelezwa kwa mujibu wa Alex Crook, ukiangalia thamani ya Ederson kutoka kwenye klabu ya Atalanta ni paundi milioni 40 mpaka paundi milioni 50, na ikizidi sana huenda labda ikaenda 55. Kwa hiyo Manchester wanaweza ikawa ni ndani ya uwezo wao kuweza kumsajili Mbrazil huyu ili kuja kuboresha eneo la kiungo wakati ambako anaondoka Casemiro, lakini pia Manuel Ugarte akitajwa kwamba atakuwa anaondoka. Hivyo wanamuona Ederson ni kati ya viungo ambao anaweza kuja kupacha na Kobbie Mainoo na kutengeneza uimara. Kiukweli kwa mtu anayefuatilia ligi ya Italia Serie A na kuiangalia Atalanta, Ederson ni moja kati ya watu bora sana ambao wana ubora wa kukaba, ana ubora wa kutengeneza nafasi, lakini ni mtu ambaye anaweza kuziba mianya mingi ya timu. Season hii Ederson ameweza kucheza michezo 29 mpaka sasa, amefunga magoli 2 peke yake, ana assist 1 na ana kadi za njano 3, hana kadi nyekundu. Kwa hiyo ni kiungo mwingine ambaye wanamwangalia, lakini Alex Crook pia kwenye taarifa yake ya viungo wa Manchester watatu ni kiungo mwingine, na kumekuwa kuna taarifa zikiendelea kama ambavyo nimesema, huenda Manchester wamemalizana na Brazil huyu kuweza kuja kuitumikia United kuelekea msimu ujao. Na tukumbuke Manchester ilisema itasajili wachezaji wake kabla ya kwenda World Cup kama ambavyo walifanya kwa Matheus Cunha msimu uliopita. Walimalizana naye kabla ya kuanza dirisha kubwa kufunguliwa. Alipokuja Cunha na dirisha lilipofunguliwa, mambo yalikuwa yamekwisha kumalizika na Cunha akajiunga na Manchester United. Kwa hiyo huyu ni kiungo mwingine ambaye huenda akawa anakuja kwa gharama ndogo ambayo huenda ikaisaidia Manchester United. Kiungo namba 4 ni kiungo wa Kifaransa ambaye amekuwa kwenye changamoto hivi sasa kwenye klabu ya Real Madrid kwa kile kinachoonekana ni moja kati ya changamoto, lakini moja kati ya viungo bora kabisa. Huyu ni Mfaransa Tchouameni ambaye amekuwa na wakati mzuri na klabu ya Real Madrid, lakini magomvi yake ya siku hizi 2-3 na Federico Valverde kidogo ameweza kuchafua CV, lakini inatajwa ni sababu kubwa ya Manchester kuweza kumpata kutoka Real Madrid, kwa sababu kuna pande mbili zimegawanyika Real. Wengine wanaona anapaswa kubaki, lakini wengine wanaona kama ni kirusi ambacho kinapaswa kuondoka ndani ya Real Madrid. So Tchouameni ni kiungo mwingine ambaye anaweza kuja Manchester katika dirisha hili kwa mujibu wa Alex Crook. Thamani yake inatajwa kwa paundi milioni 70 mpaka 80, na Manchester wamesema hawataki kuanzia 80 kwenda juu, wanataka kusajili kwa gharama angalau chini kidogo ya paundi milioni 80. Sasa Tchouameni anapatikana na Real itakuwa tayari kumwachia kwa mujibu wa taarifa zilizopo kwamba Real inamuona kwamba aondoke sehemu ya kambi ya Real, na wengine wanaona aondoke, wengine wanaona abaki. So Tchouameni anapatikana kwa dau la paundi milioni 70 mpaka 80 na anaweza kuja kuwa msaada mkubwa. Lakini usisahau kwenda mjini, kwenda na usafiri rahisi kabisa kwa gharama nafuu. Twende Ride ambayo ni application inapatikana App Store na Play Store. Una request usafiri kwa gharama nafuu. Wakati huu mafuta yako kali, lakini bado Twende Ride wamekuwekea gharama za kizalendo, gharama za kishikaji, so unaweza kupata usafiri kiurahisi kabisa na Twende Ride. Bana, kiungo mwingine ambaye anatajwa pia huenda akapatikana na kusajiliwa Manchester ni bwana mdogo kutoka klabu ya soka ya Middlesbrough ya pale England. Huyu si mwingine ni Hayden anapatikana kwa gharama nafuu, paundi milioni 25 peke yake mpaka 30 kwa mujibu wa taarifa nyingi zinaelezwa. Na huyu ni pendekezo la moja kwa moja la Michael Carrick kwa sababu alifanya naye kazi kwenye klabu ya soka ya wakati Carrick alipokuwa kocha wa Middlesbrough. Kwa hiyo anamfahamu vizuri Hayden Hackney ambaye yeye ni kiungo mzuri kwa gharama nafuu zaidi. Anapatikana kwa paundi milioni 25 peke yake kwa mujibu wa Transfer Market. Pia dau lake ni hilo paundi milioni 20 mpaka 25. Msimu huu amecheza michezo 38, ana magoli 5, ameweza kwenda amefanya assist mara 6, lakini yeye ana kadi za njano 4. So hawa ni viungo ambao wanatajwa zaidi kwa gharama nafuu kuweza kuja Manchester. Hayden kutoka Middlesbrough ambaye ana nidhamu kubwa, unaona hata kadi za njano ni chache, hana kadi nyekundu. Tchouameni ambaye yeye ana rekodi ya kadi nyingi za njano msimu huu, kadi 8, lakini ana uwezo bora wa kucheza maeneo mengi ya uwanja. Thamani yake ni kubwa zaidi kuliko viungo wote ambao wanatajwa kwa sasa kwenye klabu ya Manchester, paundi milioni 70 mpaka paundi milioni 80. Lakini yuko Ederson kutoka Brazil, paundi milioni 40 mpaka 50, moja kati ya viungo bora kwenye Serie A. Japokuwa mchezaji kutoka Serie A kuja Premier League umekuwa na changamoto, so tusubiri kuona kama Ederson anaweza kasajiliwa. Unaweza kutoka Serie A ukawa bora, ukaja kushindwa kuprove kwenye ligi ya England, lakini yuko
Alex Scott ambaye anafanya vizuri kwenye klabu ya Bournemouth. Pia yuko Matheus Fernandes ambaye yeye kwa sasa ni moja kati ya viungo tajika zaidi kwenye sajili za Manchester United kuelekea msimu ujao. Usiache kusubscribe, like, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider. Ciao.